Sababu kama tayari imeniharibia vitu vingi mpaka meno yamepotea na kugomzea kibogoyo. Sasa nikiangalia nile hivi anajirangi nyingine nikipeleka ulimi wangu hivi niangalia hivi ama ngichukua biskuti hivi nitakutafuna nile hivi nikisikia hivi nasikia kuna jino hapa hakuna hapa. Nakumbuka Mwenyezi Mungu wewe ndo mwenye na uwezo. Mpaka meno yameenda lakini alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Penzi mtazamaji wa TV ya Halal. Leo hii ni Halal Real Talk. Karibu ndani ya makala haya yetu, na hii leo tunakaa chini, tunazungumza na kugusa mambo ambayo wengi wanaogopa kuyasema. Na wewe kama ni kijana, unaishi na stress, unaishi kwa mazingira magumu, basi makala haya na mazungumzo haya leo yanakuhusu vizuri. Na leo hatuna hadithi ya kawaida, tunayo hadithi ya kijana aliyepitia giza la uraibu na kwa sasa yuko kwenye mwanga kutoka giza la uraibu ya madawa ya kulevya na akapata njia ya kurudi. Na leo anatusimulia hadithi yake, hadithi bila filters. Tuko naye ndani ya studio zetu za Halal Charity TV. Karibu ndugu yangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Hassan Sharif Kibara. Naam. Mimi ni mkazi wa Mtwapa, mzaliwa wa Mtwapa. Naam, Sheikh Hassan. Asante sana kwa kutunga nasi leo, kuungana na sisi leo ndani ya kipindi hichi cha Halal Real Talk, ambao wewe ndo mgeni wetu wa kwanza. Kwa hivyo tunakupatia muhimu mkubwa sana. Swali la kwanza kabla sijaendelea katika makala kama haya, uambie watazamaji wapate kujua wewe ni nani leo mbali na maisha ya zamani. Mimi ni mzazi wa mtoto mmoja na mimi ni mraibu ambaye nimepata nafuu kwa dakika ya sasa. Na maisha yako ya sasa kwa kweli ungeeleza vipi kwa maneno machache? Kwa maisha ya sahihi ambayo niko nayo, nashukuru alhamdulillah kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipatia shifa ya kuweza kupata nguvu na moyo na utulivu wa kuweza kutoka katika uraibu ambao nilikuwa niko nao na ambao ulikuwa ukinipeleka mbio katika maisha yangu. Lakini sahihi nashukuru alhamdulillah nimeweza kupata utulivu wa kwamba ule uraibu umenitoka katika moyo wangu na imani yangu. Nashukuru alhamdulillah ninaweza kukaa bila uraibu wowote, yani ambapo kwamba tayari niko clean, sina tatizo la uraibu wa madawa wala nini. Kwa hivyo nashukuru Mwenyezi Mungu amenisaidia kwa mkono wake, kuninyoshea mkono wake, manake nimelia sana kwa Mola wangu anitoe katika ule uraibu, na nilisikiza Mola wangu akaninyoshea mkono wake ndo akanipatia uwezo kama huno, na sasa nashukuru niko katika recovery ambao kwamba alhamdulillah niko sawa na niko clean. Shukrani sana. Tueleze maisha yako, elimu yako na pengine mazingira ambayo ulilelewa nayo toka ukiwa mtoto mdogo. Mazingira ambayo nililelewa nilikuwa bado ni kijana mdogo. Nililelewa katika mazingira ya Kiislamu, ambao ni mzaliwa wa Kiislamu, kijana wa Kiislamu. Nimelelewa na katika mazingira ya dini. Katika kulia kwangu sikukulia katika maisha ya juu wala hivi, ila nilikuja baada ya kuja kumaliza masomo yangu ndo kukosa kazi na kukaa idle na marafiki kampania ambao nilikuwa niko nayo, ndio ikabidi tayari nikapata mpenzi naye akawa ni mraibu.
ikabidi sasa tukawa tayari tunashare na yeye, ndio ikabidi yule mpenzi akanitia katika ule uraibu, ndo ikabidi na mimi ndo nikawa ni mtumizi katika yale madawa. Nimeendelea na yale madawa kwa muda mrefu ambao lime affect mpaka katika maisha yangu, imeharibu maisha yangu, imeharibu uhusiano wangu na familia, community imenifanya kama yani nimedharaulika mpaka katika community kwa sababu ule uraibu ambao nilikuwa niko nao, kwa sababu ile heshima ambayo nilikuwa niko nayo ilibidi irudi chini, nikawa na kuchukuliwa kama mtu tu ile asiyekuwa kuna thamani. Lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na kilio changu na yale matakwa yangu ambayo nilikuwa nataka, nikapata msaidizi akanisaidia na nikapata kwenda rehabilitation center. Pengine nikukate kidogo, hiyo elimu, level ya elimu ambayo nilisoma, nilikwenda mpaka nikafika form 2 na ndo nikaacha masomo. Okay. Na pengine sababu ya wewe kuacha ile masomo ilikuwa ni nini? Sababu ya kuacha masomo ilikuwa ni uwezo wa kifedha, ndo ambao ilibidi tayari nikaacha masomo, ndo ikabidi sasa nikaingia mitaani. Naam. Okay. Tukiangalia safari yako ya mwanzo, umetaja kuhusu kutumia madawa, pengine tueleze ulianza lini yani kukutana na haya madawa kulevya? Yani ni kama kuna mwaka unajua, ama ulikuwa miaka mingapi wakati ukianza kutumia madawa kama haya? Ni kuingilia katika madawa ya kulevya nilikuwa niko na miaka 23 nikikumbuka, ambayo ilikuwa nadhani ilikuwa ni 1998 na ambapo niliingilia madawa haya, na ndo yani yakaniteka mawazo kabisa na nilijisahau kabisa, wala sikutaka kusikiza la huyu wala la yule. Nikakuta uraibu ndo kitu ambacho kwamba kitanipatia utulivu katika maisha yangu, kwa sababu sikuwa na mtu ambaye kwamba anaweza kunisaidia wala usaidizi ambao kupata kutoka kwingine wala wapi, kwa sababu kila mtu alikuwa tayari alivyojua kwamba mimi ni mraibu, kila mtu alinitenga. Ndio ikabidi sasa mimi nikawa nimepotea katika ule uraibu na sikuweza kushughulika kuangalia huku wala kule, nikawa naangalia mbele tu ya uraibu, kwa kufikiria kwa nguvu za Allah na kuona lile challenges kwa wale ambao walikuwa nikikutana nao, classmates zangu, marafiki wale zangu ambao walikuwa niko nao kabla sijaingia katika uraibu. Kila nikiwaona na waona wako tofauti na mimi, na wakikutana na mimi wananiuliza ni vipi rafiki yangu, lakini nawaambia ndio hivyo. Wao wananiambia bwana, hapana, huko tafadhali jaribu utoke. Na ndo nikaambia Mwenyezi Mungu atanisaidia, nitatoka. Na nashukuru Mwenyezi Mungu amenisaidia, amenyoshia mkono wake, na nashukuru alhamdulillah kwa dakika hii nimepata ule utulivu wa roho na moyo, sina mbio tena alhamdulillah. Na lazima kuna kitu kilikufanya ujaribu, manake miaka 23 bado ni kijana, na hii ni katika ile kujaribu. Ulianza kwa kujaribu, si kutumia. Pengine ni jambo gani lilikufanya wewe ujaribu yale matumizi ya zile dawa? Kwa kusema kweli, ule uraibu ilibidi nianze kuutumia kwa sababu yule mpenzi ambaye nilikuwa niko naye alikuwa akisema kwamba ukitumia hino basi tutastarehe vizuri. Okay. Na ndo ikabidi mimi ikabidi nikajitumbukiza, lakini waambua kidogo ni kingi, kwa sababu kile kidogo ukikionja ndo ambao kanasa utumie kingi zaidi.
Sasa ile kujaribu kuonja, nikaonja, na nilivyoonja ndio ikabidi tayari nikawa tayari na hamu ya kutaka kutumia, ambapo kwamba tayari nikawa sasa nazidi kutumia, na kila ninapotumia nilikuwa kwa nile hakinitoshi, bado najisikia tayari niongeze, na kumbe kula ni kuongeza kwangu ndio ilikuwa ndo uharibifu kwangu mimi mwenyewe mpaka kiafya. Hivyo katika mtazamo wako, ili ilikuwa chaguo lako ama ilikuwa ni yale mazingira na yule mpenzi au kufanya wewe uingie katika uraibu? Hauko kwa chaguo langu, bali ni yale mazingira ambayo nilikuwa niko nayo na yule mpenzi ambaye nilikuwa niko naye. Sasa nikawa nile sina budi, napenda, na ukusa uraibu ikabidi nimtimbizie yule mpenzi wangu kile ambacho anakitaka, lakini nikawa huku bado roho yangu kawa bado inanisuta. Kwa sababu gani? Mimi niko huku, lakini nikawa ule uraibu kila nikitumia bado najisikia nile raha nile kutumia, lakini bado nikawa hakuna kitu bado kinaniuma katika roho, kwa sababu mimi ni kijana wa Kiislamu na nilikuwa kutari na umia, kwa sababu kila nikisikia adhan na kutari kuna kitu kuna kimisi, kuna mtu namkosea, lakini nasema mwenyewe anajua, ataniokoa na ataniongoza. Kweli kabisa. Na leo alhamdulillah wewe ni mja umeongoka kwa dua ambazo ulikuwa ukiomba. Maisha ndani ya uraibu, hili tatizo ulitambua lini kwa wewe umekuwa mraibu? Maana ukianza kula unakula tu pole unavyosema unaonja, lakini nafika mahali nasema kweli mimi ni mraibu, kwa lazima niifanye ndo niwe sawa. Pengine baada ya miaka mingapi baada ya kutumia? Uraibu nilianza kutumia kutoka mwaka 98 na nilienda nao mpaka kuja kufika mwaka 2000, nikajijua wazi kwamba sasa mimi sasa huko ambako nimeenda sina otherwise, na ni lazima nikubali kwamba mimi nimekuwa mraibu, kwa sababu kila ninapoamka ninahitajika kwamba lazima nipate ule uraibu ndo roho yangu itulie. Na ndo sasa nikawa sasa ninapambana na ile hali ambayo kwamba tayari imenikabili, ambao ni mzigo wa, yani tutasema ni kama gunia la misumari nimejitweka. Kila nikiamka ile gunia la ile misumari inanidunga katika mgongo. Sasa ni lazima nijaribu kutaka kulitoa ile gunia, na kulitoa ile gunia ni kwamba mpaka nipate ule uraibu ndio nitakuwa nimelitoa ile gunia. Kweli kabisa. Na ukiangalia haya madawa huwa lazima kuna mambo yalikupokonya ama yalikuchukulia. Je, ni mambo gani yalikuchukulia? Kama ulivyosema marafiki walikuwa wanapotea, familia ilikuwa wanakutenga. Je, kuna mambo mengine zaidi ambayo haya madawa yalikuibia wewe katika maisha yako? Madawa yameniafektia vitu vingi sana, kwa sababu ile kwangu uaminifu ulipotea. Kazi ambayo nilikuwa nafanya pia nao nilibidi niliacha tu bila kuelewa kwamba ni kwa nini naacha ino kazi, kwa sababu zile cravings za ule uraibu na kukosa ule uraibu. Sasa nakuta ino kazi nafanya nini, na kuna kitu ambacho napata kama watariwacha pia kazi nitoke na kazi niwache kazi nikaiwacha, huku maisha yangu nao pia yani imenipokonya mpaka afya yangu pia nimedhoofika zaidi katika kiafya. Na mbali na familia kukuathiri wewe kuwa hauna uhusiano mzuri na familia yako, je, imani yako iliathirika vipi? Imani yangu iliathirika sana, kwa sababu nilikuwa nimesahau kwamba
kuna aliyeniumba na ambaye kwamba anahitajika kwamba na mimi nimrudishie shukrani kwake. Sasa kama ambaye ameniumba siwezi kumrudishia shukrani na siwezi kumkumbuka, siwezi kutambua. Mimi nikiamka nimeamka na nimetoka, sina shukrani, sina alhamdulillah, sina wala nini. Nikiamka mimi nimeamka na nimetoka, na nikirudi ni ile kujibwaga tayari na kwenda na kulala. Ukiamka ni hivyo hivyo, hutambui hivyo wala hivi. Ukionana na familia, mtu wa familia namkuta kama adui yangu anile, kwa sababu anile Simoni kama ana thamani kwangu mimi, kwa sababu anile hawao wananikuta mimi kama mtu ambaye amepotea, yani mtoto mpotevu. Sasa na mimi nikiwaona ninakuta hawa si watu wangu, si watu wazuri, hawanifai hawa. Unaona, inabidi sasa mimi najitoa, yani ile kila nikiwaona tayari inabidi sasa mimi nawakimbia, ile sitaki ile kupatwa hata wa mazungumzo na wao wala usia wala nini. Unaona, lakini alhamdulillah baada ya kupata ile sponsor ya kwenda rehab, na bwana nisaidia kidogo, kanipatia skills na nikajua, nikabidi nikapata nikawa the goals zangu. Sasa nilikuwa nataka zile goals zangu zirudi pale pale. Tutakuja katika hiyo sehemu ya rehab, lakini swali ambao watu wengi wangependa kusikia, kunao wanaotazama ambao wao pia wanapitia changamoto kama hii, lakini wamekufa kimya kimoyo, wanapitia yani kindani, hawajaionyesha kwa watu kwa wanapitia janga kama hili. Na wangependa kujua ama tujue sote tufahamu, je, katika huo wakati uko unatumia mihadarati, muraibu huo, kulikuwa na wakati lazima umefika chini kabisa, yani ulikuwa unaona siwezi endelea na haya mambo mihadarati, maana unaona siendi venye nafaa kwenda? Je, upo wakati kama huo ulikupata? Wakati kama ulinipata, mpaka ndo sababu nikabidi sasa nikaanza kutafuta usaidizi kutoka nje, hapo kama naweza kupata vipi, hapo naweza kupata ile recovery yangu. Kwa sababu ule uraibu ndiko kudhari umenitawala mpaka sina nguvu tena. Kila nitembea hapo najikuta kwamba nile sina thamani. Nimetoa nile, kila nimuonaye na namkuta nile, yani katika mbaya nile, nikimwangalia mtu ambaye kwamba si mraibu, inabidi namuonea wivu, mbona yule mwenzangu yuko vile na mimi niko hivi. Sasa mimi nikawa dhari ile roho yangu ikawa yasononeka katika moyo, kwa sababu gani mimi niko hivi na vipi mimi nitaweza kutoka katika huno uraibu. Ndio sababu anile nikabidi nikawa nikatafuta ile usaidizi, mpaka nikaja nikapata ile usaidizi na ukanisaidia kupata ile usaidizi, ndio ambao angalau ngajishuna. Nashukuru kwa Allah kwa yule aliyenisaidia mpaka nikapata ile sponsor, na ndio nikapata ile recovery. Namshukuru Mwenyezi Mungu, na si kwa kuna doubts ya kwamba vipi ambapo kama nitaendelea na hiyo recovery yangu, kwa sababu nilikuwa kwa ile nina imani kwamba hapa nilipofika sasa hiyo stage ino nitosha. Kwa sababu nisiporudi nyuma, najua sasa mambo ni mawili. Kwa sababu najua tayari kama sitapata uzima ni kwenda kaburini ama ni babake duniani. Na kubakia duniani basi ni kwamba mimi ni wako tayari nimetoka katika ule uraibu. Na ndio hiyo tayari Mwenyezi Mungu akanisaidia kwamba kuonyesha kwamba bado wakati wako bado ukaliko, ndio utapata utulivu. Kwa hivyo ni miongoni mwa jambo ambalo lilikufanya ubadilike. Yani sasa pengine kwa uwazi na ufasaha zaidi utueleze kilichokufanya wewe ubadilike kutoka katika mtu mraibu na uko tayari kujitoa katika shimo kama hilo, magiza kama hilo. Na pengine kama kulikuwa na mtu ambaye alikurai wewe ufanye ama jambo ambalo lilikufanyikia wewe
likakufanya wewe utaki kubadilika? Kitu ambacho hakuna mtu ambaye aliniambia kwamba tari nenda hivi uende unafanya hivi ili upate unafuu ama uache una uraibu ama nini, hakuna. Ni mimi mwenyewe nilijikuta tari hivi kwamba wakati wangu wa maisha unazidi kuenda na mimi ninazidi, nguvu zinazidi kuisha na nimechoka na una uraibu na zile mbio za una uraibu, kwa sababu kila unachokitafuta uko, kama wewe ni mraibu, kila kitu unachokitafuta unakipeleka katika uraibu. Hakuna mahali utakachokisave. Kama umetafuta pesa, umezipata zile pesa, ukiziweka mwisho zile pesa utazirudia tena, zile pesa uzitumie tena katika ule uraibu, tena katika ule uraibu. Sasa nikakuta haina haja kitu ambacho kama nakifanya lakini hakina benefits kwangu, bali mbona nakuta ni loss na nafaidisha watu wengine na wenzangu. Kiangalia wenzangu pia, kuna wengine walikuwa kuna mali chungu nzima, mwingine kuna magorofa, mwingine kuna magari na pia nao pia wameyauza kile. Yani ile ukiangalia kwa mwenzako, mkuta mwenzako anakuwa na kitu kikubwa zaidi, kizuri zaidi, ambacho jua zichi ilikuwa ni golden chance yake katika maisha, lakini ameilose, imepotea. Je, mimi kule ambako naenda na mimi naenda wapi? Kile kidogo ambacho nakipata na mimi ambacho pia ambao nijiendeleze, je pia nacho nakipoteza? Je, mimi nitaendelea lini ama nitasaidika na nini, ama kipi ambacho nitakifanya cha maana? Kweli kabisa. Na asante sana Bwana Hassan. Kwa watazamaji, ni nini umesoma kufikia mpaka sasa katika hadithi yake? Ni jambo gani ambao wewe umeweza kujifunza kutokana na hadithi ya kijana kama huyo? Naweza katika comment yako hapo chini uweze kutuambia hadi wakati wa sasa, kabla tujaingia katika process ambao alifanya rehabilitation, tueleze ni jambo gani umefaidika kutokana na hadithi ya ndugu yetu huyo. Turudi katika makala yetu. Hii rehab umeongelea kuwa ni process ulifanya, ulipata sponsor. Yeah. Na katika kutafuta sponsor wewe ndio ulifanya mbio kutafuta. Ndio. Ilikuwa vipi hii process ya kufanya rehabilitation? Process ya rehabilitation, kwenda kwa rehabilitation center, nikaomba nafasi, wakanambia kwa sasa hakuna nafasi. Lakini kuna marafiki ambao kwamba ni watu ambao marafiki, yani tunajuana nile hivi kwa kuonana, lakini ikabidi nikaambia na mtu na rafiki yangu mmoja akanambia, wewe watasema kutafuta sponsor na ule ambao uko naye ni rafiki yako, kwa nini yule bwana humwambii kama unataka sponsor angalau akusponsor angalau uende? Ikabidi nikamfuata, nikakutana na yule bwana, nikamwambia, vipi mzee wangu, nisaidie na mimi angalau bwana, angalau na mimi mpate nende rehabilitation center, angalau na mimi mpate nafuu, kwa sababu naumia na nateseka na nimechoka. Ikabidi akanambia, ngojea kidogo nitakuangalia. Nikangojea, alinipatia mtihani kidogo wa exam kama kweli nina moyo ama sina. Naona ule muda nikaenda, kila yule wakati akinipatia nikafuatilizia ule wakati, akajua kweli huyu ana haja kweli, amechoka kweli, na akanichukua kweli akanipeleka rehabilitation center. Na nikaenda rehabilitation center, nikakaa na pale rehabilitation center nilikaa kwa 2 weeks. Roho ikaanza kubadilika, nikaanza kutazamia hapa nitakaa vipi, kwa nini hapa ninakaa katika mazingira ambayo nimefungiwa, sitoki nje, siwezi kwenda nje, siwezi kuzunguka, mimi niko hapa, siwezi, yani ule uraibu ambao nilikuwa nikitumia siwezi kupata tena. Sasa yule shetani ananiingia katika ule moyo wangu, lakini nikasema mimi nakuja hapa, lengo langu ni nini? Ikabidi nikajikita kwa nafsi yangu, kaniambia kwamba wewe lengo lako umekuja hapa wataka ku recover,
wataka kuacha una uraibu, na una uraibu lazima uishinde nafsi yako. Ndio nikaenda kwa kansela wangu ambaye kwa ni kama mshauri wangu pale kwa rehabilitation center, nikamwelezea shida yangu, akaniambia lile lengo ambalo ulitoka nalo nyumbani, basi lile lengo lile amua lile na ulitimize lile na ulifuate lile. Lakini ukisikiza nafsi ya kutaka hivi, hiyo hautafaulu. Ndio kabisa sasa mimi nikaamua kufuata lile lengo ambalo nilikuwa niko nalo, na ndio ikabidi nikaweza kuvumilia katika ule uraibu, yani ile rehabilitation center. Nashukuru alhamdulillah, nilivumilia nikafanya nini program yote mpaka nikamaliza, mpaka nikafanya volunteer kwa muda wa mwaka mmoja na mwezi. Ndio ikabidi nikatoka, na kutoka huku tena ikabidi nikapata promises za kazi, lakini hivyo zikaruka. Lakini nikasema alhamdulillah, pia ndio napata nafuu, wacha nizidi kutulia vile. Mwenyezi Mungu azidi kunipatia roho ya subra. Asante sana. Katika hayo yote uliyotaja, kunao changamoto ambazo umepitia na umezitaja pia hapo. Pengine gani ambayo ilikuwa kubwa katika hizi changamoto zote? Changamoto ni kwamba kila unapopita watu na kuangalia mara mbili, na kila unapoenda utakapoingia unakuwa wewe ni mtu wa kuchungwa. Kila utakapoingia mahali watu wanakuchunga, wanaambia mwangalieni huyo. Unaona, sasa hiyo ni kitu ambacho kwamba kilikuwa kinanichosha katika roho yangu, kwa sababu nikiingia hivi, ukienda hivi, ukiangalia nyuma unaona kuna mtu amesimama, lakini macho yake yanakuangalia wewe. Unaona, sasa unakutana yule mtu pale asimama yaniangalia mimi, huko anaangalia mimi kwa sababu gani? Unakuta ile kwamba wajiwazi kama yule yuko na kitu ambacho kwamba anani investigate, ananichunguza, nataka kufanya nini. Sasa hicho kitu kinaniudhi katika roho yangu, na ndo kabidi sasa nikakutana siwezi zaidi ya hapo. Unaona, ndo nikabidi nikaamua wacha nitoke. Na sasa hakuna mtu ambaye anaweza kunichunga wala kuniambia nini, na hata nikiingia nikipita mahali, wala ambao walikuwa kutani hawana haja salamu zangu wala stories zangu. Sasa nimeshangaa nikipita mahali, kila mtu anakutana anataka stories zangu, mazungumzo yangu, anaweza kukaa na mimi, watu wanaweza kukaa na watu tukazungumza, tukaelewana, unaona, tukapatiana ushauri. Na wengine ambao kama huja wakataka ushauri kutoka kwangu, kabidi nikampatia mtu ushauri. Nashukuru alhamdulillah, yani ule uhusiano umerudi, yani vizuri. Yani ndani ya hiyo rehabilitation process na nini, umesema kuna mahali ulikuwa unataka kukata tamaa, usema mimi tosha. Ile msaba baada ya wiki 2 kuna mahali ulisema mimi tosha, siwezi baki, ukaenda kwa counselor ukakueleza kuhusu malengo yako ni gani, ukarudi nyuma. Je, katika kurudi nyuma kwako ni jambo gani lilikusaidia wewe kurudi nyuma? Unajua, katika rehabilitation center kitu kimoja wanakuwa nakuuliza, je, wewe umekuja hapa umetosheka na huno uraibu, ama umekinai huno uraibu, ama bado haujaukinai? Sasa ni mpaka wewe mwenyewe wewe umekinai. Niwe nimekinai, kama mimi nilikuwa nimekinai na nilikuwa kama tayari nimeshindwa kuumiliki ule uraibu, ndio nikaamua kwamba tayari sasa hapa nilipofikia tosha, kwa sababu ule uraibu siuwezi tena, na kuumiliki ule uraibu siuwezi, na mambo ya huno uraibu siyawezi tena. Ndio nikaamua kwamba tayari tosha. Ya pili nikaona kwamba tayari kwamba mimi pale nilipofikia ni wakati kama mimi nirudi kwa Mola wangu, nimuombe msamaha kwa yale ambayo nimemkosea, ndio Mola wangu aweze kunyoshia na mimi mkono wa kuweza kunipatia mimi na mimi ile nafuu. Ndio Mola wangu na mimi pia alhamdulillah
Asante sana. Tukija katika maisha yako baada ya kutoka katika rehabilitation, ushaacha uraibu na ulivyotueleza wewe ni baba mtoto mmoja, pengine tueleze zaidi wewe ni nani katika jamii? Wewe ni kama nani, unafanya kazi gani pengine? Mimi kazi yangu ni ya manamba. Kazi yangu ni manamba, kujaza matatu. Na nikipata squadi naenda kupata gari, naenda kazi. Kama sikupata gari nabakia stage na bangaiza tu kama namba, jaze magari, pata riziki yangu. Nenda kachokipata ni ndo riziki yangu ambacho nimepangiwa, nashukuru alhamdulillah. Na ndio naomba kwamba tayari ndo kazi yangu ambayo sasa kwa sahihi ambayo nafanya. Lakini mimi yani ile ujuzi wangu na elimu yangu kwa tayari ni fundi wa mbao. Kitu ambacho nimejifundisha ni fundi kwa kazi ya mbao. Ndio watu mpaka watu wengine wananiita carpenter. Naona kwa sababu nilianza kujifundisha kazi ya mbao kutoka niko na miaka 15. Nilianza kujifundisha kwanza kufungua kushika randa na msumeno, ngaanza kupiga nile hivi. Hapo kuna mzee jirani yangu ambaye nilikuwa kwa kazi yake kufanya ile kazi sana na mimi ndo kana kujifundisha pale kwake, yani kumsaidia. Okay, na kwa sasa ni jambo gani ambalo linakusaidia wewe ubaki vile ulivyo, usiende kurudi, ukilinganisha na imani yako ambayo sahihi najua ni imani ambayo imekuzika? Je, ni jambo gani ambalo linakusaidia wewe ubaki vile uko? Imani ambayo imenibakisha mimi ambacho kwamba tayari naendelea kubakia pale pale ni kwa sababu nini? Kumweka Allah mbele. Unaambiwa ukimweka Mwenyezi Mungu mbele, kila kitu chako kitakuwa vile ambapo unakiomba. Sasa mimi ile katika ile imani yangu ni kwamba tayari ninamweka Mwenyezi Mungu mbele, kwa sababu ile nakuta kila nikikaa sitaki kupoteza kile kipindi cha ibada. Na kila kipindi cha ibada nataka niko kile kipindi cha ibada, nikiingia katika kipindi cha ibada niko safi. Kwa sababu anaomba tayari huwezi kwenda kufanya ibada kama tayari kichwa kina stimu fulani katika kichwa chako. Hiyo tayari ujue swala yako pia haitakuwa haisiri. Sasa inabidi sasa lazima nipate ile ibada. Nikipata ile ibada basi ndio mimi tayari nakuta niko sawa. Sasa ndio najikuza vile yani kwa kuchunga ile ibada yangu, nisikose zile swala zangu inshallah, ambapo kwamba ndio Mwenyezi Mungu nakuta napata utulivu yani. Inshallah, tunamwomba Allah kudumishe katika ibada yako na kukuza imani yako inshallah. Katika vijana ambao wameathirika jambo hili, pengine wewe kama mtu ambao umepitia jambo hili, ujumbe wako kwa wale ambao wako bado ndani ya uraibu ama wako ndani ya madawa kama haya, unawaambia nini ukiwaangalia pale? Kwa ule mwenzangu ambaye yuko katika uraibu, ni kitu kimoja ambacho nitakachokumwambia tu, asifiche jipu ambalo liko ndani. Jipu ambalo limejitokeza asilifiche. Maana kwa Kiswahili sisi watu tunapenda, kama wateja walikuwa wakisema, huo ni mnazi unaopanda ndani ya nyumba. Na mnazi ukiupanda ndani ya nyumba lazima utatoa majani nje, ama utang'oa lepa. Sasa ukiuficha kile kidondo, ukikificha ndani, ujue kitazidi kukuumiza. Afadhali expose, ujitoe, toe wazi, kila mtu ajue wazi kwamba wewe una shida hino na wataka shida hino, wataka hivi na hivi na hivi, kujinasua. Basi utaweza kujinasua. Bila kujinasua hautaweza, kwa sababu kama utauficha ule uraibu ndani, useme kwamba mimi hivi sitaonekana hivi, hakuna kitu ambacho hakitaninio. Uraibu wa unga haufichiki.
na uraibu wa unga huwezi kuuficha kabisa, na uraibu hata wa bangi huwezi kuuficha. Kwa hivyo kitu ambacho nawasihi wenzangu na vijana wenzangu na wale wakubwa zangu pia, wajiamue kurudi kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atawafungulia kila njia, kwa sababu watapata nafuu kwa kila aina ya njia ambayo kwamba imewatatiza, watafungukiwa. Ile uraibu wote utawatoka na kila kitu kitakuwa kwa sawa kwao. Amin. Amin, amin. Huo ni ujumbe kwa wale ambao wanatumia madawa. Je, kama wewe ulivyokuwa ndani ya rehab, kuna wakati ulitaka kukata tamaa na kuacha na story na rehab. Je, wale vijana ama wale watu ambao wako ndani ya rehab washaacha, wamekubali kuachana na mihadarati, wamekubali kuachana na uraibu na wameenda kujisalimisha kufanya rehab katika hiyo process na wamechoka, je, unawaambia nini? Ambaye yuko kwa rehabilitation center ashukuru ile chance ameipata kwenda kwa rehabilitation center. Naam. Na kuna wale ambao wanatumia methadone pia nao washukuru ile chance ambao wameipata kwa kutumia methadone, kwa sababu pia hiyo ni chance ambayo kwamba tayari ni pia inasaidia, kwa sababu ambaye yuko kwa rehabilitation center yuko na nguvu zaidi, ampata chance kubwa zaidi, kwa sababu ambaye yuko rehabilitation center ajue kwamba pale yuko katika mazingira mengine mazuri ambayo kwamba ule uraibu haupati. Sasa akitaka kutoka pale, yeye ni choice yake, ni uamuzi wake, lakini katika ule uamuzi awe hakikisha kwamba ni mtu ambaye kwamba amejiamulia kwamba nimekinai tosha. Kwa sababu ukitoka rehabilitation center, kuna kitu kimoja ambacho ni siri kubwa sana ambayo iko ndani. Ukitoka pale, yani unakuwa kotari ile waikuta dunia imekwaga vingine na wewe umekwaga mtu mwingine. Sasa ukijisahau kidogo, utarudi kule. Ni mpaka ufuate zile goals zako, kwamba mimi nilienda rehabilitation center, nilikuwa nataka nipate nafuu, ili nikipata hino nafuu nifanye hivi, ili nijendelee maisha yangu yawe hivi. Sasa kama umejipangia vile, usirudi nyuma wala usifikirie kwenda hivi wala hivi. Fikiria zile goals zako ambazo ulikuwa umezipanga uko kama uko rehabilitation center, na uzitimize zile goals zako, na uzifuate zile goals zako. Hata ukitoka pale, ukija nje utafuata yale ambayo kwamba ulikuwa umeyapanga kule, utayafuata. Lakini ukitoka kule ukiyasahau yale ambayo ulikuwa umeyapanga kule, basi ushaharibu kila kitu. Na yule ambaye kwamba anatumia methadone pia, awe ataweza kutumia methadone yake, lakini awe ana mpangilio kwamba zarine mimi natumia hino methadone, lakini nataka kwa muda fulani niwe nimeshamaliza programu yangu ya methadone, lakini nataka nifanye hivi, nikipata hino nafuu yangu nifanye hivi na hivi ili maisha yangu yabadilike. Sisi sote tunaomba kwamba tarile tupate ile usaidizi, kwa sababu yote yanakuja kwa sababu ya nini? Mtu kukaa idle. Ukitoka katika rehabilitation center, huwa kuna mitihani mingi utaiona katika maisha yako. Lakini sasa katika maisha yako ile mitihani ambayo utakuwa unaiona, uko kama tayari hautaka idle, ni ujaribu kutokukaa idle, kwa sababu ukikaa idle tu, hapo tayari unajua tayari kuna kitu cha pili ambacho kama kitakacho kuja kufuata ni craving, ambapo kwamba itakubidi kufanya nini, itakurudi kule, utapata ile company, na ambapo kwamba tunatakaniwa kwamba tukitoka kule katika rehabilitation center ujaribu kuchange mazingira yako, company ile ambayo kwamba ulikuwa uko nayo. Kama mimi niko rehabilitation center, lakini nikitoka rehabilitation center
narudi tena pale pale mtaani, nitakaa na yule na wale walikuwa nikikaa nao pale mtaani. Sitapata sako, hakuna nafuu. Lakini mtu akitoka rehabilitation center, kitu ambacho tunaomba huwa ni kwamba mtu aweze kushikwa, na kama ni familia imshike, imwangazie, kumpeleka mahali angalau yule mtu awe yuko busy na shughuli zingine tofauti, ili apate company tofauti, kwa sababu vitu vingi vinakuja na ile watu kukaa na kampania ile mbaya. Hao watu wote wanakuja kwamba kuingia katika uraibu, wanaingia katika uraibu kwa sababu company. Kweli kabisa. Uhusiano watu ambao tunakaa nao ndio watu ambao wanafanya hizi, wengine wanaingia katika uraibu mwingine ambao sio sawa. Katika mitazamo ambayo wengi hawaelewi, mitazamo potofu ya kuhusu uraibu, kuna watu wengi hawaelewi kuhusu uraibu, na ungetupatia mitazamo miwili mitatu ambao watu wengi ni mitazamo potofu ambao watu wanadhania kuhusu wale watu ambao wana uraibu, haswa jamii kwa ujumla na familia? Familia kwanza, tuende kwa familia. Familia kwanza ikishakujua kwamba huyu ni ameingilia uraibu, familia kwanza huanza kumwekea mipaka yule mtu, kwa sababu ashajua huyu ashaingia katika uraibu. Sasa huyu atakuwa mtu kuchukua kile nyumbani, akipeleka nje, kenda kiuza. Sasa huyu tayari hafai katika familia. Kwa hivyo sasa Zari hivi anaikuwa mipaka, ambapo huko usiende, huko usiingie, kule usiende, kile usishike, kile hiyo huwa Zari wake na mtia yule mtu anile uchungu zaidi. Kitu ambacho kinawezekana kwamba ni familia wakisha kumuona ule mtu kwamba tayari kijana ameingia katika huno uraibu, na mshamjua familia kwamba huyu kijana wetu ameshaingia katika huno uraibu, familia yatakaniwa kwamba tayari imchukue ule kijana, imweke chini, impatie nasaha. Huno uraibu ndugu yetu sio, huno uraibu wachana nao, huno uraibu hebu jaribu kujitoa kidogo. Unaona, ukimuona kwamba bado anaendelea na ile ule uraibu, mnajaribu kumtoa yule mtu pale mazingira ambayo yuko, mnaenda kumjaribu kumtoa, mumpatie mahali kwingine ambako atapata kampani nyingine, ambako apate ule uhusiano wa wale watu ambao wamewazoea na wale waraibu ambao yuko nao. Akienda mahali kwingine, akaenda akapata watu ambao kwamba si waraibu, si watumizi wa maneno wa mihadarati, yule mtu tayari hakuna kitu ambacho ataweza kukifanya, ila tu solution ni kwamba tayari yule mtu atajikuta mimi tayari hawa watu siwezi kukaa nao, ila solution ya kukaa nao ni kwamba mimi yule uraibu wangu niachane nao, nitaweza kukaa nao. Na hiyo ndio njia pekee yake ya kuweza kumuondoa yule mtoto, yule mtoto, kumnyoosha yule mtu. Na kweli familia nyingi huwa ukipata mtu ni uraibu wanamtenga na kumtupa. Ndio, familia nyingi sana huwa tayari ukionekana kwamba wewe ni mraibu, huwa onekana kwamba huna thamani, wewe haufai, wewe sio mtu. Unaona, ambapo wasivyo, yule ni mtu wa maana sana, kwa sababu katika waraibu kuna kila mtu. Na mraibu waambiwa usimcheke kipofu kwa kutembea na gongo, ama usimcheke kilema kumwona vile yuaguchia ama yuazetea. Sasa wewe wamcheka yule kipofu, je, wajua kule mbele kuna nini ambacho kitakachotokezea? Haujui. Sasa yule ambaye kama muona tari pale ni ndugu yako, ni mtoto wako, mkakaa kwa mandadako, jaribu kumpatia nasaha ambazo kwamba tayari ataweza kutoka katika ule uraibu. Na kama una uwezo pia jaribu kumuondoa pale mahali, ili aepukane na ile kampania ambayo yuko nayo. Hiyo itakuwa solution. Asante sana kwa kuzingatia wakati. Ningeenda kumalizia kwa swala moja ambalo ungetufungia nalo. Nafsi yako ya zamani kabla hujaingia katika mihadarati na uraibu,
kwa sasa ungeiambia nini nafsi yako ya zamani? Mimi kinafsi yangu, alhamdulillah, namshukuru kwa Muumba wa mbingu na ardhi, na yeye ndo mtenda wa kila kitu, na yeye ndo mfanya wa kila kitu, kwa sababu yeye ndo amenipatia uwezo na nguvu na moyo na imani ya kwamba nile hakuna kitu ambacho hakiwezekani isipokuwa yeye, na yeye ndo ameninyoshia kila kitu mpaka dakika sasa hii. Nashukuru alhamdulillah. Katika vita ambavyo nimepigana navyo ni vita vikubwa sana, miaka 30 ambayo nimepigana nayo katika uraibu. Sasa hii ninajivunia kwa kwamba tayari ile hivi niko katika recovery, ambapo kwamba ni alhamdulillah, ambapo kwamba tayari imeniharibia vitu vingi mpaka meno yamepotea na gogo mzee kibogoyo. Sasa nikiangalia nile hivi nikipeleka ulimi wangu hivi niangalia hivi, ama nikichukua biskuti hivi nitakutafuna nile hivi, nikisikia hivi nasikia kuna jino hapa, hakuna hapa. Nakumbuka Mwenyezi Mungu, wewe ndo mwenye na uwezo, mpaka meno yameenda, lakini alhamdulillah nashukuru kwa kunipatia ule uwezo na nafuu ya kuweza kupata ule utulivu katika maisha yangu, ambao kama amenitoa katika ule uraibu ambao niko nao, ambao yani sijui ningekuwa nazungumza nini mbele ya Mola wangu. Lakini sasa nashukuru alhamdulillah, angalau unaweza kusema kwamba namtambua Mola wangu ni nani, na Mola wangu amenifanyia nini na ananifanyia nini. Sasa ile nafsi yako, ujumbe wewe ulipokuwa mdogo, sasa hivi wewe vile mkubwa umewekwa karibu na wewe mwenyewe, ulipokuwa mdogo ungemnasihi vipi mdogo? Pana saha gani mdogo ambaye tayari sasa nikimuona la kumwambia ni kumwambia mdogo wangu, tafadhali kule ambako waenda tafadhali usiende. Unaona kule yale maka ya moto usiakanyage, kanyaga huku kwenye na tiles ama huku kwenye na mchanga, lakini kule lile aliona jivu lile pale pana maka ya moto usiakanyage, kwa sababu yale maisha yako yataharibika na moto ambao utaungua na hauna mwisho ule moto ule. Kwa hivyo wadogo wakubwa wote yani wajaribu yani kupigana vita, kujitoa katika huno uraibu ambao kwamba yani si hauna faida. Uraibu ambao kwamba wakukuharibia wewe maisha na kukurudisha nyuma kimaisha. Kwa hivyo yani tujaribu kujitoa na tujinasue na watu waishi maisha mazuri. Inshallah. Kwa sababu ya wakati tungeweza kupenda kuendelea utupatie mengi zaidi, lakini kulingana na wakati, subhanallah, tutaweza kufungia na kumalizia hapa. Kwa kweli hii si hadithi tu, bali ni ushahidi wa kuwa mabadiliko yanawezekana. Na kama yeye aliweza kutoka katika janga hili, kutoka katika giza hili, basi je, wewe ambao uko katika giza hili, ni lipi linakuzuia wewe kutoka? Usikate tamaa na usiwe kujiona kuwa umechelewa, kwani panye umefika ujenda mbali sana kiasi cha kuwa kushindwa kurudi mahali ambapo unatakikana kuwa. Kwa hivyo tafuta msaada kama vile yeye alivyotueleza, alitafuta msaada. Ongea na mtu pia vile vile, na kubwa kabisa umrejee Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama unajua mtu yoyote anayepitia hali kama hii, basi kipindi kama hichi ama video kama hii uwe ni wenye kushare kwake, na huenda ikawa sababu ya yeye kuwa na mabadiliko ama yeye kubadilika katika maisha yake. Hii ni Halal Real Talk, mahali pa kweli, mabadiliko na matumaini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.